wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam wa ashhadu an la ilaha anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'd, fa uswikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Ndugu zangu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni nafsi zenu pamoja na kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha al-Haq subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye ametujalia na kufikisha katika juma ya mwisho katika mwezi wa Shaaban, si kwa mapenzi yetu wala si kwa akili zetu, si kwa kisomo vyetu wala nguvu zetu, isipokuwa mapenzi yake mwenye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ametujalia na kutufikisha katika siku hii. Wako ndugu zetu na wao walitaraji na walitamani Mwenyezi Mungu awafikishe katika siku hii ya leo, tuweze kushirikiana nao kujiandaa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika hii dunia kila mmoja amekuja na ahadi yake, basi ahadi inapofika hakuna budi lazima tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa sisi ambao Allah ametufikisha katika siku hii, basi tumwombeni Mwenyezi Mungu na kumshukuru alhamdulillah kutufikisha katika siku hii, na vile vile tumtakie rehema na amani kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ninachokihusia mbele yenu pamoja na kuhusia mimi mwenyewe mwongeaji, kikubwa ni maandalizi ya mwezi wetu ambao kwamba uko mbele yetu, mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao unatakiwa tuingie ndani ya mwezi huu, nafsi zetu ziwe zenye amani, nafsi zetu ziwe zenye usalama, imani zetu ziwe zimepanda kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini leo hii wako ndugu zetu wa Kiislamu wameandaa siku hii ya leo kwenda kuvunja juku, kama na kimada chake leo ndio anaenda kuagana nacho, kama na masuala yake leo anayamalizia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Ndugu zangu Waislamu, babu khawful mu'min min an yakhbatu amaluhu wa huwa la yash'ur. Taleta hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipengele ambacho kwamba kinaelezea mlango wa hofu wa yule mwenye kuamini, ili matendo yake yasije yakaporomoka hali ya kuwa yeye mwenyewe hatambui. Kuna mambo anatakiwa ajiepushe nayo, kuna mambo anatakiwa asijishirikishe nayo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumwombeni Mwenyezi Mungu atuepushe na hali kama hii. Leo wengi tunaingia katika ibada ya kusoma Qur'ani, tunaingia katika ibada ya kusali, tunaingia katika ibada ya kufunga, tunaingia katika ibada ya kutoa zaka, lakini amali zetu zinaporomoka sisi wenyewe bila kujua. Lakini muumini wa kweli kweli muda wote ule ana hofu kwa ajili ya Allah, matendo yake yasije yakaporomoka hali
hali ya kuwa yeye mwenyewe haelewi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi kwa hili. Ndugu zangu Waislamu, waqala Ibrahim Taimi al-Nahwi, huyu bwana anatuelezea hadithi hii. Mtunzi ni imamu wetu al-Imamu Bukhari, anatuelezea kwamba bwana huyu asema, ma ariftu qawli ala amali, sikuyadhihirisha maneno yangu mimi juu ya matendo yangu, illa fashitu an akuna mukadhiba, isipokuwa nilikuwa nikiechelea nisije nikawa miongoni mwa wale watu wenye kusema uongo, nisije nikaingia katika kundi la wale watu wenye kusema uongo. Huyu bwana anatuelezea kila neno lake analolisema anaogopa asije akaingia miongoni mwa wale wenye kusema uongo. Ndugu zangu Waislamu, tujiulize mimi na wewe, ni nani ambaye kwamba amekaa akafikiria kwamba neno hili ninalolizungumza litanipeleka katika sehemu anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, litanipeleka katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neno hili litanipeleka katika kuchunga mali zangu, au litanipeleka katika neno gani, katika sehemu gani? Lakini hawa wenzetu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa imani za kisawasawa, amewapa imani wakajua hii dunia si lolote, si chochote, dunia hii haina thamani yoyote kwake yeye, dunia hii haina chochote kile isipokuwa vyote alivikuta ataviacha, na watakuja wengine wataviacha. Kwa hiyo ilikuwa akichunga maneno yake, ilikuwa maneno yake akiyachunga, ili asije akazungumza akachanganya matendo yake na maneno yake akaingia katika nini, katika uongo. Ndugu zangu Waislamu, tujiulize mimi na wewe, tunapoamka kuanzia asubuhi mpaka jioni, nani analinda ulimi wake kwa ajili ya kuepukana na uongo? Nani anafanya biashara yake ili asiingie katika uongo? Nani anazungumza jambo lake lolote lile asiingie katika uongo? Hebu tufanyeni tathmini katika nafsi zetu, maisha yetu, kabla kesho kama Mungu atatujalia atatupa afya njema ya kufika katika mwezi mtukufu Ramadhani, ili funga yetu ikawa sehemu iliyokuwa nzuri na ikawa na usalama. Tufanyeni utafiti huo. Kama tumezidisha maneno ya uongo zaidi, basi daraja la ucha Mungu halijatufikia. Kama tumezidisha maneno ya kufitinisha zaidi, daraja la ucha Mungu hatujafikia. Kama tumefikia maneno yetu ni katika kugombanisha watu na nifaqi ala nafsihi, wote hawa wanaogopa kuzungumza unafiki katika nafsi zao. Hawa maswahaba 30 ambao kwamba huyu bwana tuelezea amewakuta, wote hawa wanaogopa kuzungumzia unafiki katika nafsi zao. Tufanyeni tathmini ndugu zangu Waislamu. Waislamu wangapi tunaogopa kuzungumza unafiki katika nafsi zetu? Ni wangapi ambao tunakuwa hivyo? Anasema ma min ahadu yaqulu, hakuna yoyote kati ya wao anayezungumza jambo, akasema jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akasema jambo kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema jambo kwa ajili ya kumwelekeza mtu kumfuata Mwenyezi Mungu, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu ala imani, isipokuwa atalizungumza jambo hilo ndani yake unapatikana nini? Imani ya kumwamini Allah na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuamini Jibril wa Mikail, kwamba hawa walikuwa wakifanya kazi kubwa ya kuleta wahi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao wenzetu waliishi katika maisha kama hayo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ili na sisi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuweka katika sehemu iliyokuwa nzuri, aweze kutengeneza mambo yetu katika ulimwengu, na aweze kutupa mafanikio yaliyokuwa mazuri, basi kama vile tunapofanya tathmini katika maisha yetu maendeleo, ili tuwe na nyumba nzuri, kipato chetu kiongezeke, mtoto wangu aweze kusoma vizuri, niweze kuwa na maisha mazuri, basi vile vile ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa maneno yetu pia tuyakie mipaka. Maneno yetu pia tuyapangilie
ili tusije tukaingia kusema uongo na tusije tukaingia katika masuala ya unafiki, ili imani zetu zikawa kinyume kabisa na Mwenyezi Mungu na kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kama vile unavyopangilia maisha, basi matendo yako yapangilie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yako yapangilie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo yako yaegemeze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tutaweza kufanikiwa na tutaweza kuishi maisha yaliyo mazuri. Mvua zitakuwa ni za rehema, mvua zitakuwa ni nzuri, na mavuno yatakuwa mazuri, na maisha yatakuwa mazuri. Lakini ndugu zangu Waislamu, sio wote. Wako watu wako karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, lakini wengi tumekuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Uongo ndio tumefanya ndio maisha yetu, unafiki tumefanya ndio sehemu ya kupatia kwetu riziki. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuepushe na hali kama hiyo. Wa yuzkaru anil Hasan, pakaelezwa kusikia na huyu bwana Hasan anasema, ma akhafu illa mu'min, hakuna anayeogopa kusema uongo, hakuna anayeogopa katika kuingia katika unafiki illa mu'min. Mu'min ndiye anaogopa mambo haya, anaogopa kuwa muongo, anaogopa kuwa mnafiki, anaogopa kubatilisha mambo yake, anaogopa kubatilisha ibada zake. Mu'min wa kweli kweli anapofanya jambo akiona anaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, anaenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muumini huyo anaogopa kufanya jambo kama hili. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani uko mbele yetu, na maisha ya mwezi wa Ramadhani ni kuhusieni. Ndugu zangu, haya ndiyo maandalizi yanayoandaliwa, sio maandalizi ya kwenda kuvunja jungu, wala sio maandalizi ya kuandaa karata, sio maandalizi ya kwenda kufanya yale maasi ya ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Hayo sio maandalizi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni kuhusieni nafsi zenu pamoja na kuhusiana nafsi yangu, tuyafanyeni maandalizi kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wala aminahu illa munafiqun, na wala hakuna ambaye kwamba anapata amani zaidi na usalama zaidi katika kusema uongo na unafiki isipokuwa mnafiki mwenyewe. Mnafiki akisema uongo kwake ni starehe, nafsi yake ina starehe kabisa, hana shaka kabisa katika maisha yake. Kwa hiyo mnafiki asiposema unafiki siku hiyo atakuwa anaumwa, anapata wasiwasi katika maisha yake. Asiposema uongo mnafiki siku hiyo atakuwa maisha yake anaona hakuna chochote, yani ataona yeye hajafanya lolote katika dunia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, muumini huwa anaogopa kusema unafiki na kusema uongo, lakini mnafiki kwake amani yake ni kusema uongo na kusema unafiki. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Mwenyezi Mungu atuongoze mwongozo uliokuwa mzuri. Wama yukdhar minal israri, na mambo ambayo kwamba yanatakiwa kuchukuliwa tahadhari. Minal asrari ala nifaqi, ni kule Muislamu au mwanadamu kung'ang'ania unafiki. Ndugu zangu, hii ni tahadhari kwa kila ambaye kwamba anatamka la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, anatakiwa achukue tahadhari kung'ang'ania unafiki, kung'ang'ania kusema uongo. Leo ndugu zangu Waislamu, imekuwa ndio maisha yetu. Wengi tumeng'ang'ania, mtu hajui jambo lakini ili mradi anapong'ang'ania ndio hivyo, kwa sababu ndivyo nafsi yake imemtuma hivyo. Jambo halijui wala hajaliona wala kasikia tu fulani anaelezea, kwa sababu asili yake nafsi yake imejaa unafiki, atang'ang'ania hivyo kwamba hapana bwana ni hivi, na ndio unalijuaje? Si fulani kasema hivi, ulikuwepo. Ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na hili, tujiepushe na hali hii. Hii ni hali mbaya, ni hali ambayo kwamba haifai. Hali hii ndiyo inayoporomosha matendo yetu, hali ya kuwa sisi wenyewe hatujui. Hali hii ndio inaporomosha ibada zetu, hali ya kuwa sisi wenyewe hatujui. Wale isyan min khairi taubatin, na kufanya maasi basi na kutaka istighfari, kutaka toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mambo haya tunatakiwa kujitahadhari nayo. Mambo haya tunatakiwa tuyachunge katika maisha yetu. Kwa hiyo yeyote yule kwamba atadumu na hivi vitu ambavyo kwamba tumevitaja, maisha yake ya uongo, maisha yake ya unafiki, akang'ang'ania katika unafiki, basi ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atuepushe, ajue kwamba ibada zetu zinaharibika
matendo yetu yanakuwa hayana faida yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akihifadhi na hilo. Kwa hiyo ni muda huu tukitoka hapa, kila mmoja akaisafisha nafsi yake kwa ajili ya Allah anasema kwamba waachie hao wasinganganie yale wanayofanya hali ya kuwa wanayajua. Ndugu zangu, ukiwa unajua kwamba wewe unafanya jambo la unafiki, usilinganganie. Ukiona unafanya jambo la kusema uongo, usilinganganie. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee hilo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu atuingize katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa imani zetu zimepanda, atuingize katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa imani zetu ziko sahihi. Tulisema kwamba imani inapanda kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na imani inapungua kwa ajili ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tusimwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tusiseme uongo, tusizini, tusisengenye, tusiibe, tusifanye yale ambayo kwamba ameharamisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu kupitia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba leo shaitani amepigwa nyororo. Kwa hiyo mtu anaweza kauliza, kama shaitani kafungwa, kwa nini mwanadamu anazini? Kwa nini mwanadamu anaiba? Kwa nini anasema uongo? Hiyo ni nafsi yako, sio shaitani. Ushahidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shaitani wote hawana nini? Hawana nafasi katika mwezi wa Ramadhani. Ayuha al-ikhwatul muslimun, tawajjahu ila Allah jami'an bi qulubikum qulu jami'an astaghfirullah. Allahul wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi yawmina hadha ila yawmid din, amma ba'd. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصيصا منهم برسول العظيم سيدنا ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان